Utakuja ni kivipi? Leo nakupasua. Nakuua leo. Na kama jela niende kukuua. Mwachi. Nini? Tulia. Shemeji. Kuna shida gani? Ndugu yangu, nini tatizo? Mwanamke anazarau. Amenitukana sana mimi. Shemeji, shida ni nini? Toka hapa na wewe. Angaa nywele kama kiapweza. Wasi ndo nimbadilishia mume wangu mimi. Kwani mimi sijui ninakaa tu kimya. Na nisipendi unapofuatana na mume wangu. Unaniharibia mume wangu makoroboi. Yule tisa. Lakini jamani mnawakila watu. Mnawakila majirani zenu. Kila siku ni nyinyi mpaka lini? Kaka, uniambia unaume atataka mambo manne, wewe unaniambia mimi. Mambo manne, nadhari, hekima, busara na nini kingine cha kusema cha nne? Utulivu. Kaka, huo ndo tulivu mbona unazungumza mimi kiasi unaniambia ndugu yako? Makoroboi, mwanamke ana fadhila huyo. Huyo ana jema. Utulivu apate wapi huyo? Nikwambia kitu Makoroboi, mwambie ndugu yako. Mwambie atulie, tena kazi narudia hili neno. Kuna jina na guest. Yeye mtoto wa kiume ataupoza. Ndugu yangu Stefia. Amenikaba mimi, ananiumiza kolomelo, lengo lake nini? Aniue. Mbwembwe, niue ulizike, niue. Tuliza mdomo utakuponza huo. Natoka hapa. Kwa heshima yangu mimi. Kwa heshima yangu Mungu tafadhali. Tuondoke. Kaka tuondoke. Ndugu yangu. Tena nasemaje Makoroboi? Nendeni. Tena mkienda huko, nendeni mkaone kabisa, maana naona kabisa mna mechi nyie. Shemeji, nakuheshimu. Makoroboi. Achana na chizi huyo. Tuondoke. Kwenda mbele, miguu mirefu kama mchimba makaburi. Tena baba nakwambiaje? Kama sijakufanyia tukio hapa nyumbani, labda mimi sio kipipi. Sio kutaka kunikaba, kutaka kuniua mimi na mwanangu wewe. Lengo lako nini? Mbwembwe, kama mimi mke wako kipipi. Hili chozi langu leo Mungu atanilipia. Sio kunikaba huku. Naona dingiza mimi jamani, nililoba sijui la wapi. Shiko nyinge wakobeta kine chini ya uvungu, naletogwa na mane sili ya uvungu, naletogwa na debe sili ya uvungu, shilemoke Kiepe. Yes. Ila Kiepe, mimi nina shida, naomba tuongee. Ni kuhusu Iba mdogo. Yaani nimekuwa simuelewelewi. Unaweza unamsalimia asubuhi shikamoo baba, anakuambia unaninyima nini? Unampa mkono anakufanyia hivi. Kwa hiyo nikaona bora nje kukwambia, yaani simuelewi kabisa. Kwa hiyo na maana kimeshindikana kufuata kile ambacho kimeelekezwa hapa hichi Kiba mdogo, si ndio? Vitu gani hivyo kinafanya chenyewe? Kwa kinaanza kuvuka mipaka, si ndio? Yaani kisione tumekaa hapa ikajua sisi eti hatuna pa kwenda. Si tunapo sema tunatumia akili timamu kumtima. Sasa hapa kana kuelekea Kiba mdogo. Kaya inaenda ukashinda. Ndoa inakashinda kabisa. Mchana kweupe na kaona kale. Nimesha kabebesha mizigo naenda kukachia huko Marusembe. Chenzi kabisa. Tu gani kanafanya vitu kama hivi? Haya. Haja kutamkia hata chochote labda anakutaka. Hajaniambia, lakini tangu nimefika ni mtu akunionyesha dalili ambazo yani kama ananitaka. Sasa ngoja. Kausha hivyo hivyo. Hata kama ikinyesha mvua sana, kikitoka tu kijua we kausha. Mdogo kausha. Kiingia kwenye mtego nikioneshe sasa. Kama mimi Mluguru au Mmasai. Yaani ukikaangalia hivi kiumbali, unajua afisa Piskari haina makosa. Unajua afisa ni mwanaume ambaye ana makosa. Cheki. Hapo kinatuchola kimejiachia. Sasa kama nilivyokuambia mwanzo, usioneshe dalili yoyote ukachukia, usikilize ila kukutongoza tu. Gentleman, niambie Kiepe Amuya utaiona kazi yangu.
mume wangu? Salama. Nimetoka kwa mzee Manembo. Naona sasa fika wanataka kushindana na mimi, yeye na Bi Yasmini. Kikubwa wanachokihitaji ni kupambana. Hivyo kuanzia hivi nitakuwa kwenye maandalizi kwa ajili ya kuingia kwenye mapambano na wao. Ninachoweza kukusii kuwa makini sana, na chengine usitoke pasi na ruhusa yangu, maana unaweza kutoka hapa, chochote kinaweza kukutokea huko utakapoenda. Unanipa hofu sana. Sasa kwa nini ulitufunga hizi dawa? Hizo niliwavisha kwa ajili ya kinga, ili yoyote atakayekuwa anatumia vitu vibaya visiwafike. Lakini unaweza ukatembea mtu akakujia yeye mwenyewe akataka kupambana na wewe, hutaweza kupambana naye. Hata kama itakuwa kuna vitu vingine haviwezi kuingia kwenye mwili wako, lakini ni lazima atakupa athari. Ndio maana nikakusihi hivyo. Na hili nililifahamu tu muda, ndipo nilipomtuma kiumbe wangu kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Na hata mjomba Kata alivyoondoka, nilimwambia nenda, lakini usichelewe kurudi kwa sababu ya hili. Sawa, nimekuelewa. Akikutongoza usimfikishie kwa Bi Yasmini taarifa, maana ni aibu. Itaonekana kama mlinzi afanye kazi yake ipasavyo. Kwa akikutongoza tu kama alivyokuambia, wewe niambie kwanza nini, nikaoneshe ukenge sasa. Sawa. Na najitahidi sana kuwa mbali naye kumkwepa. Lakini kinachoninyima amani pale ambapo mama anaondoka, Melissa anaondoka, afu kubaki naye ndani. Yaani ndo naona kama anaweza akaja afu akanitaka kwa nguvu. Ndio maana muda mwingi nakusumbua nje. Nifundishe nyimbo ili nimkwepe kukaa naye ndani. Wewe kama nilivyokuambia na wewe, kwani kichwa chako sikinaelewa vizuri na akili yako timamu? Au kwa sababu umejifunga kwa kitambaa unisikii vizuri? Nimekwambia usikilize, usikaoneshe dalili yoyote ile. Maana panya anatakiwa siku moja unamtega na dagaa. Kama akiona dagaa jisikii kula panya, unamwacha tu. Unamtega na kamfupa ka samaki. Taingia tu 18. Anatuangalia. Tusuke chochote. Kama vile tukaongeze. Sasa baadaye mimi nataka nitoke hapa nyumbani, niende miseri. Unajua tena, nende ka fresh mahindi. Ka fresh mahindi. Viingereza vyenu vinakuwa vinanichanganya mimi. Sasa kakija ka Bi Yasmini, usiseme mimi kama nimetoka hapa nyumbani sawa? Maana malizia kulima hapa. Hii kazi ilikuwa natakiwa afanye misukule. Sema nikiwatoa hapa nje, wanaweza kayayuka weleka. Kingine hivi vinaweza vinauma malaria au mkono ile jua. Unakaa venta kwa na vikosa. Unajua hivi vitu naishi navyo, lakini ninakoga na roho ya stamina ndani ya Roma, ndani yake kwenye moyo. Yani kama vile kuvisaidia sana cost. Yataka vija hapa nje vitaumia. Kwa kama nilivyokuambia, wewe rudi ndani. Sawa? Kama utashindwa hata kula upepo kupungwa, kula buyu. Kakiingia ndani, wewe kula buyu. Sawa, mashuti tu. Paka kwao. Kwa maana ni lazima kajue mimi kabila gani? Ni lazima kajue mafunzo ya jeshi nilipitia namba ngapi? Ni lazima kajue mimi nilikuwa kibaka utotoni. Mwizi. Haina haja kujua vyote hivi. Yaani hapa. Yaani sawa. Akaboila kina katoleza koka senza toka lela vogale toka Romangira gate. Faida kwa watu wote wa mikoani, Mwanza, Kariakoo, wapi huko Msoma. Kama wewe kandazi utajua tunamaanisha nini. Yaani huyu bure atakuja tumchinje tumlumange na ugali. Faida tena kwa hao wa Tanzania wanaojua Kiswahili. Kavungwa, nimekuita hapa
kuhusu swala la marehemu kaka yako. Maana nikiangalia siku inaenda kupotea na mwili wake bado haujajulikana wapi ulipo. Sasa nikachukua jukumu pia la kuzungumza na baba zako wadogo. Na mawazo ambayo tumefikia, tumeona hili jambo tuhitimishe. Sasa wakasema na wewe kwa kuwa ni mmoja wa familia, nije nizungumze na wewe. Sasa wakati tunazungumza, wewe haukuwepo. Nikaona nikufikishie hili jambo na wewe pia ili ujue unalifanyaje. Huyu marehemu kama angefia kwenye maji, basi tungetafuta watu wakaenda kumtafuta huko kwenye maji wakazamia. Kwa kuwa mwili wake umepotea katika mazingira ya kutatanisha, tukaona tuhitimishe hili ili mambo yasiwe marefu wala siwe mengi kwenye kijiji. Alafu ibaki katika upande wa familia, mjue mnafanya vipi utafiti kwenye hili jambo na nili wakavungwa. Sawa mzee Manembo, kwa kuwa wakubwa wameshakubali, basi mimi sina pingamizi. Alafu pia hata tukisema tuendelee kuchelewa, Chazadi tutazalisha tu huzuni. Kwa hiyo mimi nipo tayari. Sawa. Basi twende nikuelekeze baadhi ya mambo. Mambo ndugu yangu. Kwa kile ambacho nimekiona pale nyumbani kwako, wewe na mke wako mmefikia pabaya sana. Mmefikia ni pabaya mno. Na najaribu kujiuliza tu, laiti kama nisingetokea kwa ule wakati ambapo vuguvugu ndo nataka kuanza, nini kingetokea? Ndugu yangu, kama usingefika wewe, mimi ningekuwa gerezani sasa hivi. Lango la jela naliona lile. Kikweli nisikudanganye, mimi nilidhamiria kumuua yule mwanamke. Nimechoshwa. Hakuna mwanadamu yote anaweza kaishi naye yule. Amenitukana matusi makubwa sana. Kama kuna majirani wamesikia, basi jua nimewadhalilisha wanaume wote duniani. Nakuelewa. Lakini sasa hiyo hali hataki kuendelea. Hamtaki kuishi hivyo. Lakini anachokifanya Kipipi, maana sio kunisimulia, pia nimejionea. Maana yake licha kumtetea lakini pia akanitukana. Sasa hataki kuwa hivyo ndugu yangu. Lakini pia na wazo. Laiti kama ungempiga yule au kumvunja. Unajua sio jamii peke yake. Yaani hata serikali isingekutazama vizuri wewe. Sasa ili kuepusha hayo, kwa nini usimpeleke kwao? Kwa ile hali yake mpaka atakapokuwa yuko sawa. Na kama hiyo ikiwa ni ngumu, basi hebu mpigie simu jirani mpigie simu ndugu yake yeyote yule. Aje pale awe anamwangalia. Kwa sababu mimi naamini akiwepo pale mtu yeyote, kidogo changamoto ziko zinapungua kwa kiwango kikubwa sana. Mahoro boy, wewe ni ndugu yangu mimi. Mpaka ukiniona mimi aliyajua nimeshikika ndugu yako. Maamuzi nimekosa. Hivi unadhani mimi sijafanya hicho kitu ambacho unasema? Ndugu zake hawamtaki. Ndugu zangu mimi hawamtaki. Sera. Naona msiba ndio umekuzindua yani. Maana ulikuwa umekula kabinyawe yani kama mna familia yako. Kwa hiyo tusingekutana pale yani ilikuwa ndio imetoka hiyo. Mwanangu Kipunje bwana. Sio kama mwanangu nimekutia kabunyau. Tunajua au nimesizi nimekaa zangu nyumbani nini ile. Wewe ameni na mazonge mwanangu kinoma mwanangu Kipunje. Wewe ameni na mazonge ile babangu. Mimi naona kama una mazonge nilokuwa nayo mimi familia. Yaani kama ni hadithi ndugu yangu mimi najaza kitabu. Oya, so poa familia. Simemwona sister yangu memena yule. 1.0. Ila sasa hivi yuko fresh. Na ufresh wake huo ani kupona mazingira mdogo wetu sisi wa mwisho. Si unampata? Siwa. Yule Siwa kaenda kwa yule bibi ya yule bibi nani yule Asmini. Kwenda kule ndo akaenda kumpa wizard. Ushanaelewa? Kwa hiyo ninavyokuambia sasa hivi mimi sister yangu mdogo ameingia katika mazingira ya uchawi. Majuzi kati hapa nilikuwa nimezangu maskani nimetulia. Ushanaelewa? Kuna mshikaji kapita ninapokuambia
Nikamsimamisha, wewe Mbogota, tulia hapo. Akasimama. Nikamwambia vipi mwanangu, mbona unakimbia? Akaniambia mimi nitoka zangu kwa bia simini hapo, simuelewi sijui nini. Sio najua mwanangu anataka ni escape tu. Nikajua tuko hao wawili. Tulikimbizana sana ninavyokuambia. Kumbe mazingira yote ni ule bibi Yasmini. Ila mimi sikomi kutokana na mazingira haya ambayo yametokea. Wewe babangu na bibi ama zake ama zangu. Da. Kuelezesha ndugu yangu. Sema mwenyewe nilikuwa na mazonge yangu hapa. Sister yangu Adela alipigwa kitu na ule mzee mwenye bati jeupe kichwani. Si ule mzee mjumbe? Huyo. Alafu zile mvi tu. Yule makamo yetu asituzingua wala nini. Haya kafanya. Oa, sister alipigwa kitu yani kiasi kwamba amiliki asikii chochote. Nikajaribu kuomba basi hata mmoja aje kukaa pale, wote wamekataa. Walichokisema labda akijifungua anaweza akawa na akili timamu watakuja pale nyumbani, lakini kwa kipindi cha mimba hakuna atakayekanyaga pale nyumbani. Ngoma nazidi kwa ngumu kaka. Ila nikusisitiza kitu kimoja ndugu yangu. Naelewa maumivu yako. Lakini ndio kuwa na moyo wa uvumilivu sana. Moyo wa staha. Moyo wa subira. Kwa sababu ukifanya maamuzi yoyote yale ambayo sio rafiki, inaweza ikawa kitu kingine. Kwa hiyo unatakiwa uelewe kwamba anachokifanya Kipipi sio yeye yule, ni ile hali yake tu ambayo inamuendesha vile. Jitahidi sana. Chochote ambacho atakuwa anakifanya Kipipi, wewe muangalie tu. Jishikilie, vumilia. Litapita tu ndugu yangu. Makoloboy, mimi si ndugu yako. Basi naomba kwa kipindi hiki ambacho anayapitia, naomba kuwa karibu na mimi. Usijali. Mimi nipo kwa ajili yako ndugu yangu. Tuachane na hilo. Turudi kwenye maisha yetu yale ya biashara. Sawa. Mimi nadhani muda nitumie kwenda kuonana na yule jamaa ambaye tumezungumziana kuhusu ule mpango kwa ajili ya kesho. Na hivyo jinsi ulivyo. Ndugu yangu, usinizunguke. Mimi nakujua vizuri sana Mbwembwe. Yaani unachotaka wewe tuachane hapa, urudi nyumbani ukamalizia hasira zako. Siwezi kuruhusu hilo litokee. Cha msingi wetulia. Sawa. Hasira zipoe kwa sababu usiku naambia kwamba unaenda tuzungumzie biashara au nikuacha hapa ukiwa unalia hivyo. Makoloboy, mbona niko sawa? Huko mimi nimeshatoka ndugu yangu. Niko sawa. Niko sawa ndugu yangu. Sipo tena huko. Ni vile tu ambavyo tumezungumza tukaongea naye ili kuhakikisha biashara yetu inaenda kufanya vizuri huko. Una uhakika? Nina uhakika kwa 100%. Niko sawa ndugu yangu. Sawa. Basi tuongozane tuende kwa chana mbele safari hapo. Sawa. Kuhangaika huko na kule, kuna gangale mmoja hivi ndo akaja kumsaidia Sisteli. Kwa hiyo sasa hivi Sisteli kidogo mambo yako fresh, yani shibele shenko. Kwani mwanangu wazao tuchukuliaje? Sio mwanangu, unajua mimi nitakuja kumpiga mtu jembe la pua. Nitakuja kumpiga mtu chepe la pua, tutakimbizana vile vile ninavyokuambia. Bora sema hivyo achuzi. Mimi nilikuwa nishapanga kabisa ni popote nitakapokutana na ule mzee ama zake ama zangu. Yaani ningekutana naye mimi ningempiga ngumi 9 sehemu moja mpaka nihakikisha ametoboka. Sema tu ndo hajajaa kwenye 18 zangu. Sema safari yake ikijichanganya familia. Kwa mimi naishi naye kivyovyote afu bado poa. Tuenda mtabisibisi la huku linatokea upande wa pili. Baba chante chana, ila nakwambia hivi. Tufanye kitu hicho kimoja. Mimi sina jambo langu na yule bibi. Wewe mimi nisaidie. Mimi ninavotoka hapa natoka na wewe mpaka pale Katingi. Au sio? Kwamba njegeka yake. Tunamponda kwanza yule, tukishamponda yule, tunakwenda kwa yule mzee. Alafu sisi mbovu wa miguu yule mwanangu. Unaelewa? Tukifika naye tunamponda kiutu uzima, kiunyama. Wasela, hiyo imenyoka, yani kisela tunasema rula. Hiyo haipingwi, imepita. Kwa hiyo imenyoka. Hai. Mimi napenda tangu kwa mzee Shekimbote pale, maana nilipita mara kwanza kufanya mazingira yangu
ya usafi wa nywele au sio? Sijamkuta. Sema narudi tena. Hapo kwenye kama nimerudi tena sijamkuta, amenielekeza kwa nyumbani. Naenda kujipanga kiutu uzima. Ila ukisikia kengele tu, unajua kitu kimenuka tunatembea. Hayo mtu hakikisha jambo letu limeisha. Au sio baba? Hiyo Texas familia. Baluza. Chewa. Hizo hapo. Sema nini sasa? Msalimie sister yako bwana. Memena au sio? Huyo mimi nitakuja kumtimbia siku moja nimpeaye. Basi baridi mwanangu. Bado poa. Texas. Baby hello. Niambie. Maajabu. Wamwe zetu vipi? Maana toka mimi mko istishwe na ukapotea mazima au lisafiriwe kiepe wewe? Unafikia hata mimi nilisafiri. Niko tu maskani mimi nafanya tu shughuli nyumbani hapo. Naingia ndani, mwenzo napunga upepo kijoto napata nalegea. Hadi nimekuwa mwali. Mwali? Lakini tunaona kashavu kalivyoanza kunenepa. Vishavu vishaanza kunona. Kitambi ndio hichoona. Anapo nimenyimwa tu kabisa maziwa ningekuwa nasema kishavu kishaanza kunona. Basi tuachane nayo Tangani. Mimi hapo nilikuwa nimekaa zangu maskani nimetulia. Wazo likanijia. Umeona nitoke nitembee. Kumbe Mungu alikuwa anatakiwa nikutanishe na wewe. Na ndio nilikuwa nakufikiria kwenye akili yangu kabisa Tangani. Kuna kazi mimi nataka unisaidie. Kabla sijakwambia shida yangu ya kunisaidia, nitakiwa kwanza nikupe Karima story. Hiyo story inanihusu mimi mwenyewe. Hapo zamani kuna binti nilikuwa nampenda, alikuwa anaitwa Pasua Muogo. Nikaa muda mrefu sijamwambia kuhusu hisia zangu. Nikasikilizia. Siku nimejiona gentleman sasa nikamwambie. Nikafika pale mtani kwao. Nyumba sikuikuta maskini wa Mungu. Ilipiga mvua kubwa, nyumba ikaenda na maporomoko. Nikaulizia majirani, wakawa wamenielezea kama mvua ilipiga hapa, nyumba imeenda na maporomoko. Kwa nikawa nimemkosa. Kwa kicho nifanya mimi nimkose huyo binti kwa sababu nilichelewa kumueleza ukweli wangu. Subira yangu ndio iliyoniponza. Ngoja ngone kaza mjinga. Pole. Tangani inauma sana. Odi wenyewe. Karibu. Vipi mbona umepoa? Changamko. Karibu. Malkia Elizabeth, kakako nimemkuta? Hujamkuta. I'm so humble. I'm going to die. I am beginning. Kwani akati anatoka, alikuwa anaenda wapi? Hakuniambia anaenda wapi, ila katoka na wifi. Kaniambia nibaki na mtoto yuko kalala. Mjukuu wangu. Naenda kuchanganyikiwa. Akili yangu iko obvious. Mjukuu wangu. Yaani nisipokaa sawa, naweza nikafia kwenye musisi. Napiga mahesabu. Kila kona nitakao kanyaga ni mambo ni tafaruku. Shoga yangu, udugu wangu Adela. Nimemfuata kanikimbia. Basi kwa rafiki yangu hapa na penyewe ndio hivyo. Mganga mwenyewe kanipa dawa ili nitoe mkosi. Nashangaa sasa mikosi ndio zinazidi kuongezeka, mkopo sipati, kila nikijaribu kufanya juu chini ili niweze kumention. Wazungu wanasema kumention ili nipate hela au fedha niweze kufungua genge langu. Lakini mambo yamekuwa mbululu mbalala. Shinda kuelewa. I'm crazy for me. I'm crazy for you, my life. Vipi? Huu mwogo ni wa nani? Wa kaka.
Kumbe kakako na muogo mzuri hivi. Aya, karibu mimi naenda. Aya, karibu. Chuma kuishi naye. Chuma je. Kwa mimi kichotokea chote hicho. Sitaki tena kuchelewa nikute mwali sio wangu. Hicho kitu ambacho nataka unisaidie wewe. Mimi kuna binti nampenda na wewe ni mtu wako wa karibu sana. Mweda sana tunamoka dawati letu liko mbele, afu dawati analokaa lipo nyuma hapa. Rangi fulani hivi kama ya kunguru. Nishamjua. Huyo ni Kole. Tu. Sasa hapo mimi mwanzo nimekufa kuoza. Yaani siabiliki sisikiki. Wewe kama hapo utataka nikusaidie kuosha tu vyombo nitaosha. Kama nikusaidia kwenda shambani mimi nitakusaidia kwenda kulima. Umeona? Kama nikuvuna tu michikichi, nitafanya kila kazi nibadi nimpate tu Kole. Aya. Kipe mimi nimekusikia. Lakini Kole ana mtu wake. Ngoja kwanza. Kuna maanisha ameolewa? Hapana, lakini kuna mtu ambaye yupo naye kwenye mahusiano. Sasa tangani wapo ni kufeli wapi sasa? Kama tayari upo kwenye mahusiano, wewe pangulua kila kitu hapo. Wewe niweke mimi, Mimi ni udugu wako. Kufana kupona tangani, Why mimi nipate matatizo wewe unaona? Mimi mwenyewe sometimes nikiwa naota tu yeye yani. Hivyo tu nisaidie tutangaze mimi nakuomba. Hili tatizo. Aya sawa. Mimi nimekuelewa. Na kwa sababu wewe rafiki yangu sana, yani mshikaji wangu kindaki, nitafikisha ujumbe. Nitajaribu kuongea na Kole. Tuone kama atanielewa au la. Mimi najua kale hawezi kupinga, hapo mimi nakukubali. Sema mimi mwenzio sometime. Mimi mwenzio kutongoza siwezi face to face. Kama unavyojua, moja ikai mbili. Naelewa kwa sababu wewe ni boga liongezeka na zi. Na maanisha ni boga zi. Hapo hata hujakosea. Ulisema unaenda wapi kweli? Naelekea nyumbani. Basi sawa. Chini na mimi hapa. Ila hamna, kuna mshikaji wangu mmoja hapo nikamwone. Anaitwa Mwita Boy. Hata kwa dame nikumbuka. Kwa hiyo hapo wewe hata Wasukuma wanasema Mungu akisaidia tokobona na ntondo, yani tutaona kesho. Ila waha nao wanazungumza kama tutaona na nyibucha. Mashuti tu. Baka kwao. Ulikuwa wapi? Kule ndo nilikokuachia majukumu. Kiepe iko wapi? Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini ya uvungwa tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa kiza. Kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka. Yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa. Kumbe kuna siri nzito sana. Kuna vitu vya kutisha uadui.